Unakuta yani unasikia kitu kidogo, labda walivaa magunia wakajigaragaza chini wakaomba. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, kazi ya kumwomba Mungu sio kazi ndogo. Hatuwezi kuna mtu anaweza akakaa hivi kitandani kachezea simu kachoka, ngoja nimwombe Mungu nilale. Yaani hapo yuko juu ya kitanda, Mungu tu naomba nisaidie usiku nilale, ndo analala. Jamani, kumwomba Mungu kunahitaji jamani magoti. Tusugue nini? Magoti. Tumwombe Mungu kwa magoti. Yaani unajua ukimwomba Mungu kwa magoti mpaka Mungu mwenyewe anasema Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumlilie Mungu, yaani tumlilie Mungu kwa kumaanisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wakavaa magunia, wakainama, wakamwomba Mungu msamaha. Wakamwomba nini? Mungu msamaha. Mungu kule mbinguni akasema, hawa watu wangu wamejuta, nimeona wamejuta kutoka wapi? Kutoka moyoni mwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Bwana Yona, sasa wewe utumwe sehemu ukaambia kwamba baada ya siku 40 huu mji wote unaangamizwa. Mimi ndo mjumbe nimeleta taarifa. Alafu unaona zile siku 40 zimekwisha, hakuna kilichotendeka. Watu watasema wewe ni muongo. Haya, kiko wapi hiyo siku 40? Mbona hatujaona huu mji umefanya kitu fulani? Si ndio? Yona sasa amekasirika. Yona akafanya nini tena? Jamani, Yona anapenda kukasirika. Kakasirika kabisa. Kwa nini Mungu hajafanya? Kwa nini Mungu hajaleta hiyo ghadhabu yake? Hajaleta hiyo gharika kwenye huu mji? Akakimbia akaenda tena akaanza kulalamika. Bora mimi nifanye nini? Nife. Maana nitaonekana mimi ni muongo. Akaenda akaenda akajitenga kidogo, akajifanyia kibanda, akakaa pale. Na Mungu alivyo mwaminifu, akamwekea mtingo, akamwekea kivuli pale alipokaa. Kizuri. Lakini kile kivuli kilikaa tu ndani ya siku hii moja. Akaikuwa kivuli kizuri, alivyoamka asubuhi kimenyauka. Jua likali linampiga. Akasema Yona akasema, "Hii nini? Hebu Mungu jamani, bora nife." Hasira imemjaa. Mungu akaja akamwambia, "Yona, hasira yako ni nini? Ni juu ya hicho kivuli nilichokupa kwa siku moja na kukiondoa kwa siku moja. Je, kwa hao maelfu watu 120 na ambao wametubu, wameinama, wamesujudu, wameniomba msamaha kwa dhati, nisisikilize msamaha wao? Eti kisa tu wewe ulipeleka habari, basi mimi sijafanya hilo jambo, wewe ndio ukasirike?" Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano sisi pale nyumbani tuna watoto wetu. Unaondoka nyumbani naambia mtoto hivi, nikienda mjini nikirudi nitakuletea nini? Zawadi. Sasa mama, katika ile bajeti yako pale labda bajeti haijafanya nini? Haijatimia. Ukasema nikifika tu nitamwambia maneno mengine. Ufike pale sasa ndio umwambie hivi, "Liana mwanangu, nilishinda kukununulia labda biskuti kwa sababu hela sifanya nini? Sina." Na wazazi wengine sikilio wanatumia maduka yote alikuwa amefanya nini? Yamefungwa. Eti mtoto ndo aanze kununa sasa, aseme leo sili chakula kwa sababu hujaniletea zawadi. Kwa hiyo Mungu akamwambia Yona, hawa watu wameniomba msamaha, wamelia mbele zangu na nimesikia kilio chao. Kwa hiyo nimewasamehe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo katika hichi kisa cha Yona kinatufundisha nini sisi kama Wakristo? Kinatufundisha sisi kwamba jamani, tuwe na utii na sauti ya Mungu. Tuwe na utii katika sauti ya nini? Ya Mungu. Yaani Mungu anapokuagiza kitu fulani, au kaisi moyoni mwako Mungu anataka ufanye kitu fulani, au moyoni mwako Mungu anakwambia acha dhambi fulani, jamani tuiache, kwa sababu mbele tutapata nini? Tutapata madhara. Na ili yale madhara sasa baadaye tunaweza kumlilia Mungu, Mungu nisamee, Mungu nisamee, Mungu nisamee. Hapana, tusifanye. Mungu akisema hivi tufanye kile anachotufanya nini? Anachotuelekeza. Mungu ana upendo sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani Mungu ana upendo sana. Yaani ndio maana tunasemaga kwa mfano Mungu angekuwa ndo ameshuka hapa duniani labda anakaa sehemu fulani, yaani kila mtu angekuwa anapeleka mashtaka. Huyu kanifanyia hivi, huyu kanifanyia hivi, huyu kanifanyia hivi. Kwa sababu Mungu ana huruma, Mungu ana upendo. Hebu angalia, Yona alikataa kwenda. Kamezwa na samaki. Kamuomba Mungu msamaha. Bado akamendelea kumsamehe. Amekwenda kule kawatangazia watu. Bado analeta makasiriko. Lakini Mungu akamwelewesha kwa upendo na Yona akafanya nini? Akamwelewa Mungu. Kwa hata sisi hapa jamani, hata kama tuna mambo yetu, tumwambie Mungu, Mungu ni wa upendo. Hata kama tuna dhambi gani, tukimlilia Mungu, Mungu ni wa upendo sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo katika kisa hiki cha Yona pia tunafundishwa tuwe wanyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwe wanyenyekevu mbele za Mungu. Wakati fulani
wazazi wangu walikuwa wazazi wangu walikuwa wanaumwa, ila sasa baba yangu aliumwa sana. Alikuwa kule nyumbani, aliumwa mno. Ikafika kipindi yani kila ukipokea simu ya mama, yani unakuta mama analia. Mimi nahisi tu nitabaki mjane. Sasa ile neno likawa linaniumiza. Babako huyu siwezi namuona hawezi tena kufanya nini? Kupona. Maana anaumwa sana. Sasa mimi nikamwambiaje? Basi mpandishe gari huyo, mlete. Na mimi nijaribu kumpeleka wapi? Hospitali. Maana hospitali tena za huko mkoani si unajua. Nikamwambia hebu mlete huko na sisi tujaribu kumpeleka hospitali. Utasikia anakuambia basi sawa, tunamwandaa labda wiki ijayo. Tutafanya nini? Tutamleta. Sasa baba akawa ameumwa sana, yani mpaka imefika mwisho wenyewe akanipigia simu siku yake akaniambia, "Tunamwandaa baba kesho kutwa tunamleta." Nikamwambia mleteni. Basi wakamleta. Walipomleta tukampeleka hospitali moja inaitwa Regency. Nadhani wengine wanaijua. Tulipompeleka pale hospitali ya Regency, wenyewe sasa akawa amebeba yale mafaili yao yale. Hapa tulikuwa tumetibiwa, tumeambiwa tumepewa dawa hizi. Kwa hiyo walipofika pale hospitali, wakaambiwa tuanze vipimo upya. Wakapimwa vipimo upya. Yule mama akamwambia yule daktari sasa, akasema tu shida yako ni ndogo baba. Yaani shida yako ni ndogo sana. Kwa hiyo akawa kuna dawa amempa atumie ndani ya mwezi mzima. Alafu baada ya hapo tumrudishe. Kwa hiyo baba nikawa nimekaa na ule ndani ya mwezi mzima. Kwa hiyo vile alipokuwa anatumia zile dawa, ili anamaliza tu hivi. Baba yangu uwezo kaamini, kwanza alikuwa usiku haizi kulala, ni analia tu, maumivu ni makali, haizi kupiga kutembea, mguu unauma. Afu na kisukari kilikopo juu. Kwa hiyo kadiri anapotumia zile dawa, baba akaniambia, "Mwanangu, nimepata uponyaji huko." Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amemaliza mwezi, tumrudishe wapi kwa ajili ya check up ya pili, maana daktari alisema tumrudishe. Tumemrudisha kule, akapimwa tena, akasema hicho kitatizo bado kidogo, kwa hiyo bado hakijaisha. Akamwanzishia tena dozi nyingine. Akakaa mwezi mzima mwingine, miezi miwili. Mpaka leo ninavyoongea, baba yangu ni mzima. Hallelujah. Amina. Amen. Anaenda kazini, anarudi nyumbani. Yaani Mungu ni mwaminifu sana. Kuna jambo labda Mungu anaweza akawa anataka ufanyiwe, lakini kuna uzito pale katikati wa kufanyika. Yaani watu yaani kama tuseme kama Yona. Yaani alikuwa anaona uzito kwenda wapi? Kwenda Ninawi. Lakini alipokuja huku, nikasema jamani, amepelekwa tu hospitali, amepewa tu dawa ambayo ni sahihi na ugonjwa wake, na amepata matibabu yaliyo sahihi, na ndio maana amefanya nini? Amepona. Kwa hiyo tumtumainie Mungu sana. Tumtumainie Mungu sana. Kwa hiyo katika hichi kisa chetu cha leo tumeona kisa kifupi cha Yona, na kinatufundisha sisi kama Wakristo tusimwache Mungu, tusikimbie na tusifanye vitu kwa siri tukihisi Mungu atufanya nini? Hatusikii. Mungu anatusikia, watoto wa Mungu anatusikia. Tumlilie tu Mungu. Ukiwa na jambo lako wewe, ingia madhabahuni kwa Mungu, ingia miguuni kwa Mungu, lia, mueleze, anasikia. Bwana Yesu asifiwe. Tusio tunataka yale majibu ya hapa na hapa. Kuna watu wanataka tu labda akimwomba Mungu akisema amina, jambo limefanya nini? Limefanyika. Tuwe tunasubira, tuwe tunakusubiri, tuwe na moyo wa kufanya nini? Wa kusubiri. Ukimwomba Mungu leo, uweze kuamini kwa nini hajakupa leo, atakupa kesho. Kwa nini hajakupa kesho, atakupa kesho nyingine. Ila tuwe tunafanya nini? Tuwe tuna kitu cha kufanya nini? Cha kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusipinge mawazo ya Mungu. Tusipinge mawazo ya Mungu. Mungu anapotuagiza kitu, tufanye sawa sawa na mapenzi yake. Tufanye kadiri Mungu anapotuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu ni wa rehema, Mungu wetu anatupenda. Hata sisi tukikosea, tukitubu, atatusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasemaje kwa neno la leo? Amen. Amina. Asanteni.